Kwa majina naitwa Ibrahim Wakwama, mashine ya kusaga na kukoboa, ni Mtanzania halisi na pia ni katibu wa chama cha wananchi CUF mkoa wa Mbeya. Pia nimechaguliwa hivi karibuni kwa katibu wa shirikisho la vyama vya siasa. Lakini hapa nipo mimi kuzungumza kama mwananchi. Kuna swali umeniuliza kwamba nazungumziaje hii miaka mitano bila ya JPM, rais wa awamu ya 5 aliyepita hayati John Pombe Magufuli. Ujue mimi ni mpinzani, lakini kwenye nchi yangu inatakiwa tuijenge pamoja. Sawa. Kwa wengine tuna kawaida ya kusifia mtu akiwa amekufa baada ya kumsifia mtu akiwa hai. Kweli JPM kwa awamu yake alifanya mambo makubwa na lazima tuyakumbuke na tunamkumbuka. Na saizi kama unavyoona hata wanasiasa wenyewe, sawa, kulingana na hali ya siasa ilivyobadilika, wanakimbilia kupata huruma ya kutumia jina la JPM. Ndio maana unaona kila mtu anakimbilia Chato. Lakini JPM alifanya kwa sehemu yake na Mungu alipomsaidia alifanya. Lakini mimi ambacho naweza kuzungumza, mimi JPM kwa upande wa demokrasia alikuwa anatukandamiza sana, lakini tulishasamee. Sawa, sisi kama wapinzani. Ila alifanya vitu vikubwa na alikuwa na maono makubwa, na huenda angekuepo hata haya tunayolia leo hii yasingekuepo. Kwa hiyo tumshukuru Mungu hata kwa ile sehemu ambayo JPM alitumikia nchi. Mimi namshukuru Mungu kwa hilo. Lakini ukiniambia katika wanasiasa pamoja na upinzani wangu ambao walikuwa wanazungumzia uzalendo, huwezi kumwacha JPM. JPM alionyesha uzalendo hata kama hakufikia zile asilimia ambazo wananchi wanazitaka, ambazo Watanzania wanazitaka. JPM alifanya kwa sehemu yake, na at least alikuwa anatukumbusha hata akiwa ibadani, akiwa wapi, kuhusu Tanzania yetu na ile tunayoitaka. Kwa na sisi wengine sasa ambao tumetoka kisiasa ndo tunaendelea, kwa sababu mimi natakiwa nijifunze kutoka walionitangulia, wenye uwezo na ambao hawana uwezo. Kwa mimi kuna vitu pia vya uzalendo nimejifunza kutoka kwa JPM. Kwa Mungu namuombea, hata kwa Mungu ailaze mara pema peponi hiyo roho yake na pumzike kwa amani. Lakini angalizo wanasiasa na Watanzania, tusije tukarubunika na watu ambao wanataka kutumia jina la JPM, kwa sababu mimi mwandishi wa habari hata ungekuwa unaniuliza, kwa upande wangu mimi binafsi, sio chama wala nini, kama Mtanzania wa kawaida, mimi JPM nimemisi misimamo yake. Unajua kuna mambo JPM alikuwa anayagusa hadi wale ambao watu tunawaogopa, lakini JPM alikuwa anafanya nini? Anawagusa na tunaona watu wanawajibika. Hicho tu ndo ninachokimisi kwa JPM, sio vingine. Bwana Ibra, ndio unadhani Magufuli asingaliondoka duniani, asingekufa, Tanzania iliyopo sasa ingekuwa wapi hasa kimaendeleo? Kwa maendeleo, kwa misimamo ya JPM tungekuwa tumesogea. Yaani unajua hata nikizungumza leo hii kwamba hata Magufuli angekuwepo, tungekuwa wapi kwa upande wa maendeleo? Lakini pia kuna maswali mawili hapa. Sawa? Uniulize, yani nitakiwa uniulize hata demokrasia pia tungekuwa wapi? Karibu kwenye yote mawili. Lakini mimi cha kwanza kwamba JPM angekuwepo, hata maendeleo tungesogea. Kwa sababu JPM kuna tabaka lilibana ambalo ndo linatukandamiza sisi wananchi. Kwa hela ile ambayo inapatikana pale ili tusaidia kusogeza. Na ndo maana hata unaona huyu anayekuja naye anapambana, lakini japo sio kwa kiwango kile ambacho JPM alikuwa anafanya nini? Anakifanya. Unajua uongozi ni karama, kila mtu ana karama ya kwake. Sawa? Kila mtu Mungu amempa cha kwake. Kwa mimi naona kama JPM angekuwepo, huenda tungekuwa zaidi ya hapa tufanye nini? Tulipo, kulingana na spidi yake ilivyokuwa inafanya nini? Inaendelea. Kidemokrasia, lakini sasa hapo ndo ilikuwa changamoto. Lakini huenda kwa awamu hii iliyokuwa imepita tungekuja, JPM alikuwa ni msikivu, kwa sababu alikuwa akishauri pamoja na ubishi wake, yeye alikuwa anamuogopa Mungu. Huenda tungekuja tungekaa chini ili demokrasia yetu ifanye nini? Iende. Kwa sababu mimi tulipokuwa tunatofautiana na JPM, achana na maendeleo alikuwa anayafanya kwa wananchi, uzalendo wake, mimi ni kwenye demokrasia. Hilo ndo naweza kusema lilikuwa tatizo kubwa sana mimi ambalo nilikuwa simuelewi nani? JPM. Lakini yote kwa yote tumshukuru Mungu hata kwa hali yake huko aliko, lakini pia hata uongozi wa saizi na unaendelea kufanya nini? Kupambana. Ni Mungu ndo anapanga. Sisi wanadamu tunapanga hili na Mungu anapanga la kwake. Kwa mimi ni waombe wa Tanzania tuwe kitu kimoja wakati tunamkumbuka JPM, lakini tuendelee kuisongesha nchi yetu. Kikubwa ambacho tunakihitaji ni umoja. Na umoja huwezi kufanya ukiwa wewe peke yako, kwamba mimi ni Chama cha Mapinduzi naweza kufanya umoja wa Tanzania wote. Hapana. Viongozi wawajibike. Kila ambacho wananchi wanakisimamia, viongozi wawajibike. Twende tukatengeneze demokrasia ya kweli. Uwajibikaji kulingana na yale yaliyotokea nyuma sitaki kukumbusha, lakini watu wakawajibike ili twende tukaijenge Tanzania ile ambayo hata JPM alikuwa anaitamani. Si unajua hata tukizungumza kwa hali halisi, kwa saizi hata mitandaoni mwenyewe unaiona nguvu inayotumika.
Kiukweli Watanzania wamemmisi JPM, wamemisi utani wake, wamemisi misimamo yake, wamemisi labda kila kitu alichokuwa anakifanya ambacho Watanzania walikuwa wanaona ni cha muhimu, wamekimisi. Na ndio maana unaona mitandaoni habari ni hiyo ya kumkumbuka nani? JPM. Lakini mimi niwakumbushe Watanzania kwamba yaliyopita tuyaache, hata kama yanatuumiza, twende tukaijenge nchi, isipokuwa tunaitaka Tanzania iliyo demokrasia ambayo itaweka usawa kwa wote, wapinzani na watu wengine. Leo hata Lissu, sisi tunataka Lissu atoke ili tuone, sisi wanasiasa unajua tunapenda ile nginja, yani tushindane kwa hoja. Sasa unapokuwa unatawala au ushindani katika hii miaka mitano ambayo JPM hatujamuona na habari kwa mshindani mkubwa wa Lissu, bado kuna kitu tunakimisi. Kwa hiyo tunaomba hata kama mamlaka zitazosikia, hebu wamfutie ile kesi Lissu, awepo nje, twende tukafanye siasa za demokrasia na kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Na sisi Mbeya pia tutaenda kuzifanya, na kafu pia tutashiriki kwenda kuijenga hiyo demokrasia, kwa sababu tumepata uongozi mpya na uongozi imara. Asante.